Kiwango cha juu anachokionyesha Djigui Diarra katika michuano ya AFCON inayoendelea Morocco akiwa na timu ya taifa lake ya Mali inaweza ikawa sababu kwa benchi la ufundi la Al Ahly kuumiza kichwa juu ya namna ya kwenda kumwendea golikipa huyu wakati timu yao itakapokumbana na Yanga katika mechi za hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye kundi lao la B. Maana inafahamika wazi kwamba Al Ahly ya Misri itacheza na Yanga back to back kati ya tarehe 23 ya mwezi huu na tarehe 30 katika kundi lao la B. Ikumbukwe mpaka sasa katika kundi lao la B Al Ahly ndio wanaongoza katika kundi hilo. Baada ya mechi mbili, wameshinda mechi moja, sare moja, wana pointi 4 lakini wamefunga mabao 5, wameruhusu mabao 2. Yanga inafuatia. Yenyewe ina pointi kama Al Ahly ikiwa na pointi 4 baada ya michezo miwili, ikishinda mchezo mmoja, ikitoa sare mchezo mmoja. Ule wa suluhu dhidi ya JS Kabylie kule nchini Algeria, lakini ushindi ni ule aliopata bao 1-0 kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar wakati ikicheza nyumbani dhidi ya FAR Rabat ya Morocco. Kwa sababu hiyo pointi zao zinalingana, lakini Al Ahly wako juu ya Yanga kwa tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu, kwa sababu Yanga wamefunga bao 1, hawajaruhusu bao lolote, wakati Al Ahly ndio hivyo, mabao 5, wameruhusu mabao 2. Sasa miongoni mwa maeneo imara ndani ya Yanga ni pamoja kwenye eneo lake la lango ambako Djigui Diarra amecheza mechi zote mbili katika kuifanya Yanga kuwa miongoni mwa timu mbili tu kati ya 16 zinazoshiriki ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu wa 2025-26 mpaka sasa ambazo hazijaruhusu bao. Nyingine ni Pyramids ya Misri ambayo yenyewe pia ndo haijaruhusu bao na Yanga. Sasa Yanga mbali na mfumo wake kujilinda chini ya kocha Pedro Gonçalves kuwa superb, kuwa mzuri, lakini golikipa wa Djigui Diarra ana nafasi kubwa sana, kwa sababu akiwa na Yanga amechangia kwa kiasi kikubwa kwenye mechi hizi mbili dhidi ya FAR Rabat na dhidi ya JS Kabylie Yanga kutoruhusu bao, kwa sababu katika mechi hizo mbili sio kwamba Yanga haikufikiwa. Kuna wakati washambuliaji wa JS Kabylie, washambuliaji wa FAR Rabat walimfikia Djigui Diarra na kufanya majaribio. Mpaka sasa katika mechi hizi mbili Yanga wamepigiwa mashuti 21. Kati ya hayo yaliyolenga shabaha ni mashuti 7, lakini hawajaruhusu bao kwa sababu Djigui Diarra amefanya saves 7 katika mashuti 7 yaliyopigwa kulenga shabaha, na hivyo kuifanya Yanga iwe salama kwenye lango lake mpaka sasa kwenye mechi mbili. Lakini kwenye michuano ya AFCON inayoendelea kule nchini Morocco, Djigui Diarra anazidi kuonyesha uwezo wake ambao utawafanya benchi la ufundi la Al Ahly chini ya kocha Yes Torip kufikiria namna ambavyo wataweza kumzidi maarifa Djigui Diarra na kuweka mpira wavuni, kwa sababu amekuwa kwenye kiwango bora sana. Yenyewe Al Ahly baada ya mechi mbili imepiga mashuti 31. Kati ya hayo mashuti 8 yamelenga shabaha, wakafunga ile mabao 5. Yanga wamepiga mashuti 26, 12 yamelenga shabaha, wakafunga bao 1. Yanga ndio timu inayoongoza kwa wastani wa kupiga mashuti mengi kwa mechi, kwa sababu jumla mashuti wanaopiga ni 12 yaliyolenga shabaha. Kati ya hayo maana yake ni kwamba kwa wastani kila mechi wanapiga mashuti 6 kulenga shabaha, lakini Al Ahly kwa wastani mashuti yao kulenga shabaha ni 4 kwa kila mchezo, kwa sababu ameshapiga mashuti 8. Lakini Al Ahly nao wamepigiwa mashuti 22, kati ya hayo 9 yamelenga shabaha, wakaruhusu mabao 2. Sasa wanapokwenda kucheza dhidi ya Yanga ambayo ina maeneo mengi ya kujivunia katika kuzuia, ikiwemo mabeki wake kina Bakari Nondo Mwamnyeto, Ibra Baka, Dickson Job, lakini langoni kwa Djigui Diarra anazidi kuwatisha kutokana na kile anachokionyesha kule nchini Morocco. Timu yake ya Mali, Djigui Diarra mpaka sasa kwenye mechi 3 za hatua ya makundi, mechi moja ya raundi ya 16, Mali haijashinda mchezo wowote. Imetoa sare mechi zote 1-1, lakini wana mchezo ambao ulimalizika kwa bila. Ni katika michuano ambayo Djigui Diarra anazidi kuonyesha kile anachokionyesha Yanga katika ligi ya mabingwa, katika ligi kuu Tanzania bara ambako walifanya vizuri sana msimu uliopita 24-25 na kuifanya Yanga hiyo ndio timu iliyoruhusu mabao machache, mabao 10 tu katika ligi nzima ligi kuu Tanzania bara. Lakini kwenye michuano inayoendelea kule nchini Morocco, Mali wameruhusu mabao 3 yeye akiwa langoni. Amecheza mechi zote. Kacheza mechi 3 dakika 90, mechi moja dakika 120 waliocheza dhidi ya Tunisia,
kwa ujumla dakika 390. Mashuti aliyopigiwa yaliolenga shabaha mpaka sasa ni mashuti 12. Lakini kati ya hayo Mali ameruhusu mabao 3. Kwa lugha nyingine amecheza saves 9. Lakini mechi dhidi ya Tunisia ndio aliyotisha zaidi kwa sababu ni mechi ambayo Tunisia walipiga mashuti 13. Wao Mali walipiga mashuti 8. Hapa nimejumuisha na mashuti yaliokuwa blocked. Ukiondoa mashuti yaliokuwa blocked, Tunisia wamepiga mashuti 11. Mali wamepiga mashuti 6. Lakini yaliolenga shabaha, Tunisia wamepiga mashuti 4, Mali shuti 1. Mashuti hayo aliyapiga katika dakika 120 kabla kwenda kwenye mikwaju ya penalty. Kwenye mashuti 4 waliopiga Tunisia, 3 aliyecheza Djigui Diarra katika mechi ambayo dakika 120 iliisha kwa sare ya 1-1. Lakini walipoenda kwenye mikwaju ya penalty, Djigui Diarra kaonyesha makali zaidi. Ndio, ni kwa sababu Mali wakapata ushindi wa mabao 3-2 kwa mikwaju ya penalty kutokana na ukweli kwamba alicheza penalty 2 za Tunisia na hivyo kuwa ndiye mchezaji bora wa mchezo kwa sababu aliwezesha Mali kwenda katika hatua ya robo finali ambayo ni mara ya 7 sasa kwao kufika hatua ya robo finali. Ni kwa sababu Djigui Diarra alikuwa kwenye kiwango bora sana. Na sio kwamba alifanya hizo saves tu, lakini pia Djigui Diarra katika mchezo huu alitoka nje ya lango lake na kuwa kama mchezaji wa ndani kwenda kufanya jukumu lile la kuwa beki wa kati kama wanavyofanya mabeki wake akina Abdoulaye Diaby, ambapo alifanya hivyo mara 5 kwa sababu ni katika nyakati ambazo Tunisia walikuwa wanakwenda kumkabili katika ile hali ya 1 kwa 1, yani mshambuliaji au mchezaji wa Tunisia dhidi ya yeye Djigui Diarra. Mabeki wake walikuwa wameshapitwa kina Diaby, lakini akafanya majukumu ya kuwa kama mchezaji wa ndani akitoka kwenye eneo lake kama beki na kama kipa na kwenda kuwa beki mara 5 na kufanya clearances, kuosha mpira, kuubutua kutoka katika eneo hatarishi akiwa kama mchezaji wa ndani, kama spare man katika kuzuia. Djigui Diarra alionyesha kiwango bora sana na kupewa tuzo ya mchezaji bora wa mchezo. Sasa makali haya Djigui Diarra kwa vyovyote vile kama anahamishia katika mechi 2 dhidi ya Al Ahly kabla ya mechi nyingine zilizobaki kwenye kundi lao la B ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya JS Kabylie itakayochezwa nchini na nyingine watakayocheza dhidi ya FAR Rabat kule nchini Morocco, ni kwamba Yanga itakuwa na nafasi kubwa sana kwa sababu yeye atakuwa anahakikishia usalama, akitoa fursa sasa kwa viungo washambuliaji kina Pedro Pacome Zouzoua, washambuliaji wao kina Prince Pomelo Dube na viungo wao pale kati akina Dzuka Abuya, Mudathi haya basi kutengeneza mipango ya kwenda kuwadhuru wapinzani huku wakiwa na uhakika kwamba langoni kwao kuko salama chini ya screen protector Djigui Diarra ambaye ameendelea kuonyesha kiwango bora sana. Hata katika ligi kuu Tanzania bara, Yanga mpaka sasa ndio timu iliyoruhusu mabao machache zaidi. Imeruhusu bao moja tu, yenyewe ikifunga mabao 12. Ni kwa sababu ya ufanisi kwenye eneo lao la langoni ambako Djigui Diarra ameendelea kuwa kipa wao wa kwanza. Djigui Diarra anaonyesha kiwango kizuri sana ambacho Al Ahly kwa vyovyote vile wasipojipanga itakuwa furaha kwa Tanzania, furaha kwa wanayanga kwa sababu Mahmoud Trezeguet, akina Imam Ashur, Ashraf Ben Shaki, akina Ahmed Zizo watakuwa na kazi ya ziada kuweza kumtungua Djigui Diarra. Amekuwa kwenye kiwango bora sana na akiendeleza hicho, maana yake anatoa fursa kwa Yanga kuweza kupata matokeo mazuri ili kutimiza kile ambacho Watanzania wanakisubiri, wanayanga wanakisubiri, kwamba Yanga iwe miongoni mwa timu 2 zitakazomaliza juu kileleni kwenye kundi lao la B na hatimaye kutinga hatua ya robo finali ligi ya mabingwa kwa msimu wa 2025-26. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.